Shwari inakuaje? Semaje kama semaje? Niambie ndugu. Ndugu yangu sio mchezo ndugu. Hivi kwanza Ngosha, hivi una maintain vipi kazi zako lakini pia na ushua ule unao? Si kitoto mji mzito huu. Ushua gani unazungumza? Ushua wako tu jamani Blacky. Mambo ya kuzingatia kodi. Kawaida, si unajua sisi ni wasanii. Kwa hiyo ukiwa mwigizaji bwana, lazima uzingatie muonekano pia, lakini lazima uzingatie usmart kwa sababu unawafundisha watu wengine pia katika sanaa, lakini pia katika muonekano, nidhamu, lifestyle na mambo mengine. Okay, Ngosha, mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako, sababu unaonekana sana ukiwa na wanawake mbalimbali. Kwani Ngosha, mwanamke wako wewe ni nani? Naonekana nikiwa na wanawake? Hakunaga pieces hapa na pale. Au yale ni maigizo? Maana uenda labda ni maigizo, mimi sijui. Wanawake? Unionaje na wanawake bwana? Wanawake yani kwenye kazi labda kama kuna wadada tofauti tofauti, lakini ukisema wanawake unaenda tafsiri tofauti. Mimi naonekana na wanawake ambao na shoot nao. Lakini mwanamke ambaye niko naye ni mmoja tu basi. Ambaye ni nani? Melody. Okay. Ngosha, unafikiri kwa nini ndoa nyingi za mastaa hazidumu? Kuna ego. Unajua ustaa unaleta ego. Kafu ubize. Unajua mkiwa mastaa, mwanamke anakuwa bize, mwanaume anakuwa bize. Sasa mapenzi yanahitaji muda, yanahitaji communication. Kwa hiyo unapokuwa star, muda mwingi tena ikitokea kama kazi zenu hazikutani. Alafu yani huyu uko kwenye entertainment labda upande wa muziki, upo kwenye uigizaji, amkutane hapo katikati. Kwa hiyo mwisho wa siku mnajikuta kwamba huyu ana njia hii, huyu ana njia hii. Kwa hiyo ule ubize ule unasababisha sometimes mshindo kupata mawasiliano, na yale mawasiliano yakipungua maana yake mapenzi yamefanyaje? Yamekufa. Kwa hiyo sio changamoto nyingine zaidi ya hivyo. Kingine, mtu anapokuwa maarufu anaonekana zaidi. Kwa hiyo kama mtu hana msimamo au hajajiwekea utaratibu, maana yake atakuwa ni mtu wa kutangatanga, na mkishafumaniana ugomvi watu wanaachana. Kwa hiyo sometimes ni ile tu ego kujiinua kwamba wewe mimi ni star, utaniambia nini? Hata bila wewe maisha yanaenda, msipoelewana hamna kitu kinaendelea. That's why ndio inatokea kwa mastaa wengi na kwa hivyo, lakini sio wote, wengine ni waelewa, maisha yanaendelea. Unakaa mshauri mzuri sana wa masuala ya mahusiano Ngosha. Hongera sana. Kuna mastaa wangapi ambao wamekufuata kukuomba ushauri kuhusiana na kulinda mahusiano yao? Hiyo siri sasa za watu. Hiyo nikitoa siri itakuwa sio kweli. Lakini of course tuna share idea na mastaa tofauti tofauti, wana changamoto unajua za kibinadamu, tunashauriana, tunatiana moyo. Katika maisha yangu huwa sishauri mtu kushindwa, kugive up, kuachana, kugombana, sio sehemu ya ushauri wangu. Mimi ushauri wangu ni kuhakikisha watu wanasonga mbele, wanajenga, wanainuka na wanafika mahali ambako wanatakiwa kufika. So watu tunashauriana, of course hata mimi naweza kuwa nanishauri, lakini mimi pia nawashauri kwa nafasi zao. So ile taasisi ulioianzisha ya kukuza vipaji, lile wazo ni endelevu? Ile taasisi na miaka 5. Unique Talent, kiwanda cha kuzalisha masuperstar. Masuperstar wengi wamezaliwa Unique Talent. Ni vile unajua Mungu akikupa tuseme roho ya kuwa daraja au kusaidia wengine, haimaanishi mpaka kila mtu uliyemgusa kwa namna moja ama nyingine umtangaze. Lakini wapo watu wengi ambao leo wanaishi vizuri, wana numbers Instagram, wana numbers TikTok, lakini kwa kupitia mkono wangu, na sikusema kwamba naingia nao makubaliano yoyote labda mkataba. So that's why kuna sehemu akifika anachapa hapa, anaendelea na maisha yake, na mimi simlaumu kwa sababu ni sehemu pia ya baraka kwangu kuona mwingine anafanikiwa. Kwa hiyo Unique Talent ipo sasa hivi na mwaka wa 5. Wasanii wengi wamezaliwa pale, wanaendelea na maisha yao na wamekuwa wanafanya vizuri of course kwenye game. Mimi nikiona na fly. Ukiona na fly. Hivi unafikiri ni kwa sababu gani watu wanashinda kutimiza malengo makubwa hususan katika masuala haya kuigiza? Unafikiri nini ambacho kinawafanya wasiweze kutimiza? Sanaa ngumu bro. Kama kuna mtu ananisikiliza ni msanii, anajua amehama mikoa, amehama wilaya, amehama vijiji kufight, kalala studio, mpaka leo mtu ana miaka 10 anafight kwenye game na bado hajatoboa. Kwa sababu kwenye game bwana, sometimes sio organizamu, hata sielewi. Lakini pia kuna kibali na nafasi ya Mungu. Mungu akigawa kibali kwa mtu, basi ikifika wakati wako unaweza ukakohoa tu Instagram, kikozi chako kikawa trending, kila mtu anakizungumzia, unapata endorsement na vitu vingine. Kwa hiyo ikifika wakati wa Mungu tu niseme
kila mtu anapata, lakini game ni gumu. That's why unaona watu wanakata tamaa, kujitafuta, kupata yengo yako, kupata position kwamba mimi ni huyu, napita hapa, mashabiki zangu ni hawa. Sio kitu kirahisi, ni kitu kigumu ambacho kinaweza kusababisha watu wengine kukata tamaa, ukizingatia wenye vipaji wengi wametoka katika familia ya kimaskini. Ngosha, mimi najua una hekima kubwa sana. Kaka yako Sweety Bega alifunga harusi, yani alifanya sherehe kubwa na harusi juu yake mwaka jana tu, mwishoni hapa, lakini taarifa tulizonazo ni kwamba wameachana tayari na mke wake. So far una nini cha kumwambia, lakini pia nini ushauri wako? Watu wakishindwana waachane, wasije wakauana. Yaani mkishindwana unaachana, msije mkauana, ndio point ya msingi. Kwa hiyo kama wameachana, kwa heri, jambo la muda tu. Vipi kuhusu uvumilivu? Uvumilivu kwenye nini? Si labda kama mtu anakukwaza, labda unamvumilia zile 1-2 na nini? Huwa nishawaambia hivi, kwenye mambo ya mahusiano, ukishasikia mpenzi anasema kwamba mimi nimemvumilia sana, huyo sio mvumilivu. Yaani kwenye mapenzi kishafikia mtu anasema mvumilivu hajijui, mvumilivu hajioni, mvumilivu hajisikii. Mvumilivu tunamwambia sisi, oya, yule dada mvumilivu, oya, yule mwamba mvumilivu kwenye mahusiano haya, yule mvumilivu. Lakini ukishaanza kusema tu nimevumilia sana, wewe hujavumilia. Kuvumilia haina mwisho. Kuvumilia ndio mpaka kufa. Yaani kitendo cha kufa sisi tunasema oya, alivumilia sana. Ukishaanza kusema tu mimi ni mvumilivu, wewe sio mvumilivu. Sasa mtu anasema nimekuvumilia sana, nimekuchoka. Huyo ni mtu wa namna gani? Sasa ukishaka neno kuchoka, umevumilia nini? Uvumilivu hauna neno kuchoka, na uvumilivu haujijui. Ukishaanza kuona tu wewe umejiita mvumilivu, ushachoka. Ushaondoka kwenye mambo ya uvumilivu. Material anaingia jamani. Mambo mrembo jamani. Mrembo unaitwa nani? Siitwi. Naitwa mke wa Ngosha. Jamani, jina lako basi, watu wanatamani kufahamu jina lako. Maana Ngosha anakusifia sana wewe. Mwambie nitambulishe. Ngosha anaitwa nani? Anaitwa mtoto Esther. Kwenye Biblia huyu ni chaguo la mfalme. Exactly. Kwenye Biblia chaguo la mfalme. Jamani nitaanguka mimi hapa sasa jamani, mfalme. Mfalme mwenyewe alichagua Esther. Sherehe nini nzito? Sherehe nini nzito? Utaona tu post ya save the date. Mimi nataka kufahamu kitu kimoja. Mimi najua unamfahamu Ngosha, ni superstar sana, lakini pia ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Muonekano wake, the way anavyozungumza, comment nyingi sana za kumsifia. Nini ambacho ulivutiwa nacho kwa Ngosha? Siwezi kukisema, nataka nikiseme ili wengine wakione kwamba the way ambavyo wewe unaona anavyopambana na nini ambacho kikubwa kilikugusa. Tuambie ukweli. Yeye anafahamu, akifahamu yeye inatosha. Jamani, lakini kuna ambao wanatazama. Kuna ambao wanatazama. Kodi wachawi. Chana nao. Wachawi kina nani hao? Binadamu. Wewe unaigiza? Yeye anaigiza. Okay. Na yeye ndo alikutoa kwenye ile taasisi yake no. Lakini unajua kwamba ana taasisi kubwa ina miaka 5 mpaka sasa hivi. Yes, I know and I support him. Lakini wewe ukutokea kule. Sisi tumekutana na Mwanza zamani sana. Yaani mwaka gani? Siwezi kusema mwaka, lakini nyie ndo mmejua sasa hivi, lakini jamani, mahaba ya kwenye kombolela. Jamani. Sisi tumecheza kombolela. Bwana wewe. Acha utani. Nimekufuata sasa, twende baby. Tuondoke. Nenda wapi jamani? Interview itavurugika. Anafutwa mdomo huyu. Nataka kuongea naye pembeni. Hongereni sana. Basi kuendelea. Okay. Bye. Usichelewe. Jamani, Ngosha. Wewe mtata? Kwa nini? Mtata? Ni mtata? Ngosha, tufunge exclusive yetu kwa ukubwa kabisa. Naona unafanisha mwanamke na mfalme. Hebu tuambie tu neno lako moja kwa vijana. Simfanishi na mfalme. Nimesikia umesema mwenyewe. Kwenye Bible mwanamke Esther alichaguliwa na mfalme. Kwa hiyo ukiona mtu ni Esther, maana yake mwanaume wake ni mfalme. Bwana. Kwa hiyo mfalme nipo hapa. Ngosha bwana man. Yeah. Tunaondoka. Tunaondoka. Mitano tena. Nakubali sana. Huu hapa mkono.